Hivi ndivyo simu ya sekunde 10 tu ilivyotosha kubadilisha kabisa na kuharibu maisha ya nyota wa zamani wa Brazil Adriano. Jina lake kamili anaitwa Adriano Leite Ribeiro, mzaliwa wa Rio de Janeiro pale nchini Brazil. Kwenye makuzi yake, mwamba Adriano alipata shida sana kutokana na hali duni ya kiuchumi. Kama tunavyojua nchini Brazil, hali ilikuwa duni sana na familia yake ilikuwa ina hali ngumu. Hali ambayo pia haikumkatisha tamaa kabisa Adriano, kwa kuwa aliamini ipo siku atafikia ndoto zake, na baba yake mzazi alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha Adriano anatimiza ndoto zake na kufikia malengo yake ya kuwa mwanasoka bora duniani. Adriano alimwahidi baba yake makubwa sana pale ambapo atafanikiwa kisoka, na ahadi ya Adriano kwa baba yake ilimfanya mwamba apambane mno na kumuonyesha baba yake kuwa hakupoteza muda wake kumsapoti na kutoa kila anachokiweza kimpira ili mwanae afanikiwe. Mungu sio mzee mkumba. Mungu ni mgawa riziki kwa watu wote, ambapo wakati wako ukifika lazima tu kila kitu kitakaa sawa. Basi wakati wa mwamba Adriano Ribeiro, au mwite the Empire, lakini kwa Brazil unaweza kumuita l'Imperator kwa lugha ya kwao huko, ambapo alianza kung'aa na klabu ya Flamengo mwaka 2000 na kufunga mabao 10 katika michezo 24. Mwaka 2001 Nerazzurri, ama unaweza kuwaita Black and Blues, lakini pia unaweza kuwaita Beneamata ama Bixion, yani nyoka anayeishi kwenye majani mengi, si wengine ni Inter Milan. Walivutiwa na kipaji hiki na kuamua kumsajili, lakini kwa bahati mbaya Adriano alishindwa kuonyesha makali kama vile ambavyo alikuwa anawaka na klabu ya Flamengo. Baadaye wakaamua kumtoa kwa mkopo kwenda katika klabu ya Fiorentina, ambapo alifunga mabao 6 katika michezo 15. Lakini wakati wote huo wazo la kulipa fadhila kwa baba yake bado lilikuwa likimuumiza sana Adriano, ambaye aliona kama anachelewa kufikia malengo yake. Akaenda klabu ya Parma kwa misimu 2 ambapo alifanikiwa kurejesha makali yake. Akafunga mabao 23 katika michezo 37 na kurudi tena Inter Milan kwa mara nyingine, ambapo safari hii alikiwasha mno.